Juni 28, Jumamosi, mwaka wa 2025. Misheni huokoa makanisa ya ulimwengu. Waefeso 4:6. Mungu mmoja na Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Miongoni mwa misheni unazofanya ya dharura zaidi ni kuokoa makanisa ya ulimwengu. Ni kwa sababu makanisa ya ulimwengu yanafunga milango yao. Makanisa yanafanya mambo mengine badala ya kushiriki Injili. Miongoni mwa wachungaji, kuna hata wachungaji ambao hawajapata elimu ifayo ya theolojia. Wachungaji hawa wanahangaikia kutafuta riziki. Zaidi ya hayo, kuna misukosuko mingi katika mashamba ya misheni. Hivyo, wale walio na kiu ya kiroho wanaongezeka. Kuna tani za watu wa aina hii nchini Uchina, Amerika Kusini na Afrika. Miongoni mwa mataifa haya, wakimbizi na makabila 5,000 wanaihitaji sana Injili. Hata hivyo, kuna jambo la dharura zaidi. Makanisa ya ulimwengu yanaendelea kufanya mambo yasiyohitajika. Wanaendelea kupigania vyeo na wako kwenye kiti cha kuzuia Injili. Ikiwa kuna ngome ya mambo mengine badala ya Injili katika kanisa lako, lazima uombe ili kulivunja hili. Je, ni jambo gani la dharura sana unapaswa kulishughulikia? 1. Uinjilisti wa kanisa, urejesho wa mambo ya misingi. Uinjilisti ndani ya kanisa ni kurejesha mambo ya msingi. Hii ndiyo nia kuu ya Mungu. Kwanza, lazima uwe na umoja katika Roho Mtakatifu, ukionyesha unyenyekevu wote, upole na subira. Kwa sababu hakuna mtu katika ulimwengu huu aliye mkamilifu, lazima muonyeshe upole kila mmoja. Hakuna mtu ambaye ni hodari katika kila kitu, kwa hivyo ni kupitia kutumikia ndipo unakuwa. Kanisa ni mwili wa Kristo, hiki ndicho kinachopaswa kutokea katika kanisa. 2. Uinjilisti binafsi, urejesho wa majibu. Kila mtu lazima abinafsishwe katika Injili kwanza ili kurejesha majibu. Kurejesha uhusiano wako na Mungu kunachukuliwa kuwa uinjilisti wa kibinafsi. Mungu alisema kuwa atakuwa pamoja nanyi kwa mamlaka yote mbinguni na duniani. Uchumi wa nuru, uchumi wa misheni na uchumi wa remnant utapewa wale wanaofanya misheni kweli. 3. Uinjilisti ulimwenguni, urejesho wa zama. Ili kurejesha zama, lazima uinue mnara wa ukumbusho na kumbi 3. Kupitia zama ya wikendi ya siku 3, lazima ufanye kazi za uponyaji na kuinua remnant kuwa vilele. Hatimaye, unatakiwa kuinua remnant kuwa wahusika wakuu wa harakati ya tafakari takatifu. Vivyo hivyo, lazima upokee ujazo wa Roho Mtakatifu 300%. Kwa mwongozo kamili wa Roho Mtakatifu, unatakiwa kuokoa shamba. Unaweza kushinda nguvu za giza kwa imani pekee na kubadilisha kila kitu kuwa fursa. Ombi la agano. Mungu Baba, milango ya Injili ya kuokoa roho zinazokufa ifunguke wiki hii. Ulimwengu mzima uko katika giza ambalo halielezeki. Na kumbi 3 zinazoangaza nuru zianzishwe na kunipandisha ndani ya baptizan. Naomba zama ya wikendi ya siku 3 ifunguke kupitia mimi. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.